Bwana msikilizaji, mambo ni mazito kweli kweli. Imagine huyu kijana Sebastian amekuja Dar es Salaam kuanza kazi. Anaanza kazi siku ya kwanza, masikini ya Mungu, Rozane anaharibu kazi yenyewe. Kijana watu wanalalamika mpaka chozi linamtoka kwamba Rozane, nini umefanya? Rozane, umepelekea mpaka mimi nafutibuliwa kazi. Rozane, kwani umepiga simu kazini? Rozane anakuambia nilikuwa nataka nikuulize unakula chakula gani ndo nikupikie. Kweli? Sebastian chozi linamtoka, kazi hana. Sasa ataishije Dar es Salaam? Bwana. Sasa karibu sana kwenye hii sehemu ya pili, simulizi tamu ya kuitwa Binti Rozane. Mzigo huu kutoka kwake Said JR. Bibi naitwa Anko J Simulizi, ndiye ambaye niko hapo kwenye mic kuhakikisha kwamba nakusimulia hii simulizi mwanzo mpaka mwisho. Nikusihi tu msikilizaji, kama wewe ni mgeni hapa kwenye YouTube channel yangu hii, basi usisahau kubonyeza alama ya subscribe. Bonyeza alama ya subscribe. Bonyeza na iko kialama cha kengele ili pale napoposti tu kazi yangu mpya, basi unakuwa ni mtu wa kwanza kupata simulizi zangu. Unakuwa unapata mambo yakiwa yako moto, mambo yako jikoni yanaiva. So unakuta kile kitu ambacho tayari kimeshapoa. Bwana, nisiongee sana, karibu sana tukamsikilize huyu kijana Sebastian pamoja na binti wa kuitwa Rozane. Karibu. Rozane, hivi wewe ni nani aliyekwambia kwamba upige simu kazini kwangu? Rozane, narudia tena, ni nani aliyekwambia upige simu kazini kwangu? Sebastian, mimi nilijaribu kukupigia simu binafsi. Nimekupigia kwenye namba yako ya kawaida, lakini ulikuwa upatikani. Ndio nikaamua kupiga kazini kwako. Na mimi lengo langu alikuwa baya. Lengo langu mimi nilitaka kujua unaporudi utakula nini usiku ili nijue napika nini. Hivi wewe unajisikia kweli unachokiongea? Rozane, hivi unajisikia kweli unachokiongea? Yaani kwamba wewe unataka kujua mimi nitakula nini ninaporudi nyumbani. Kwa maana wewe umekuwa ni mke wangu. Na kuuliza Rozane, kwa maana wewe ni mke wangu? Kwamba wewe ni mama yangu, yaani mpaka uulize kwamba mimi nitakula nini usiku? Na kwanza Rozane, hayo mahaba ya kinafiki yameanza lini? Wewe mimi kunionyesha hayo mahaba, huo upendo, hayo mahaba yako ya kinafiki yameanza lini? Au kwa sababu unajua sasa hivi mimi nina kazi, si ndio? Unajua kwamba sasa hivi kila mwisho wa mwezi napokea mshahara, si ndio? Ndio unaletea mahaba yako ya kinafiki hayo. Sasa, okay. Kama lengo lako lilikuwa ni hilo, kutaka kujua kwamba nikirudi nitakula nini, kilichokufanya wewe uende ukajibizane na meneja mkuu wa kampuni yangu, ni nani aliyekupa hiyo ruhusa? Sebastian, mimi nilipiga simu huduma kwa wateja huko ofisini kwenu. Sasa hiki kilichomfanya wewe meneja wako awe na kiherehele cha kupokea simu ni nini? Unaona lugha yako? Wewe hukuwa na lugha nzuri kwake. Sio kweli. Mimi niliongea naye vizuri tu. Tena nilimpa heshima zote. Nikawa naomba wakupe taarifa ya kwamba mimi nataka kuongea na wewe. Ila huyo meneja wako huyo akadakia simu, akaanza kunifokea eti kwamba wewe upo kazini, sijui nisiwaletee mambo ya mapenzi kazini. Sasa hilo hata wewe mwenye Sebastian, hayo mambo yalikuwa yanahusiana na nini sasa mpaka meneja yako ayaongee? Mimi alinikera. Kwa nini mimi nikaamua kumjibu kama alivyokuja? Yaani nimempokea kama alivyokuja. Okay. Kwa maana wewe ukajiona wewe ndo mjanja, si ndio? Hivi wewe uliwahi kuona wapi bosi anafokewa? Uliwahi kuona wapi bosi anaruniwa? Rozane, ona ulichokisababisha. Yaani hata kabla sijamaliza hata siku moja kazini, yaani hata siku yenyewe haijaisha tangu nianze kazi, haya tayari nimeshafukuzwa kazi. Na yote yani kwa sababu yako wewe Rozane. Ni kwa sababu yako wewe hapo Rozane. Umenifanya mimi nimefukuzwa kazi. Naam, msikilizaji, Rozane aliposikia kwamba Sebastian kafukuzwa kazi, Rozane alichoka hoi. Na hapo Rozane sasa ndo akaelewa kwa nini Sebastian alirudi nyumbani akiwa na hasira mno. Rozane
Alimtazama kwa upole Sebastian na kisha akasema, Sebastian, nisikilize basi. Mimi hapa sikuwa najua kama itakuwa hivi ilivyokuwa. Kiukweli pole sana. We mwenda wazimu nini? Pole sana. Hiyo pole yako mimi inanisaidia nini sasa? Hiyo pole yako ndio itatufanya tu tunakula huko ndani? Hiyo pole yako ndio itatufanya tu tunaishi hapa da? Yaani hiyo pole yako mimi inanisaidia nini? Hivi wewe unajua mimi kwa kiasi gani nimeteseka kupata kazi? Kazi yenyewe nimeipata kabla hata sijaboresha chochote kwenye maisha yangu. Tayari nimeshafukuzwa. Na sababu ni wewe hapo Rozane. Lakini Sebastian, kimya bwana wewe, usiongee bwana wewe. Unataka kuongea nini sasa? Unataka kuongea nini? Fanya jambo moja tu. Narudia tena Rozane, fanya jambo moja tu sasa hivi. Ingia chumbani kwako. Beba begi lako la nguo, toka ndani kwangu sasa hivi. Nisikuone tena hapa na wala nisikuone tena kwenye maisha yangu. Hii Sebastian, wewe mimi kunifukuza namna hiyo? Kumbuka makubaliano yetu. Yaani usinichukulie kwamba nimekaa hapa kizembezembe tu na nimekuwa mpole basi ukaona kama vile ndo nafasi yako ya kuniweza. Sebastian, nakuakia sasa hivi na kuchenchea sasa hivi. Umesahau tulikubaliana nini? Naam. Hapo Sebastian ndo alizidi kupandwa na hasira. Hakuongeza neno, badala yake aliingia chumbani na kisha akatoka na begi la Rozane, kisha akambeba na Rozane mwenyewe kwa nguvu mpaka nje. Rozane alijitahidi kumzuia lakini hakuweza. Wakiwa wako nje, Sebastian alisimamisha bajaji na kisha akapakia begi la Rozane na kisha akamwambia dereva ampeleke popote anapoenda Rozane. Sebastian akamtazama Rozane na kisha akamwambia, sikiliza Rozane, sihitaji kukuona wala hata kuhisi harufu yako kwenye maisha yangu. Sasa narudia tena, ole wako urudi kwenye ule mlango pale. Ndio utanijua vizuri mimi ni nani. Na utanitaji jina langu la ubatizo, mshenzi mmoja wewe. Naam. Kijana Seba alirudi ndani, alijifungia milango yote na kisha akakaa kimya. Kweli kimya kilitawala ndani ya hii nyumba yake. Huko nje, Rozana alibaki tu amesimama peke yake pembeni ya barabara. Ilikuwa ni barabara ya vumbi, barabara ya Mbagala Mission. Alipokuwa pale, kusema ule kweli, Rozane alijihisi upepo wa usiku kama vile unampitia taratibu. Alishindwa kuamini kile ambacho kimemtokea kwenye maisha yake. Rozane alijaribu sana kutafakari maneno ya Sebastian, jinsi alivyokuwa na hasira na jinsi alivyokuwa amemtoa nje kama mfuko wa takataka. Msikilizaji, ndani ya moyo wake maskini ya Mungu, hisia za hatia zilianza kuchanganyikana na mshangao. Alipochungulia kwenye simu yake, Rozane aliona muda ulikuwa umekwenda sana na giza lilikuwa zito. Dereva wa bajaji aligeuka nyuma kutoka kwenye kiti chake na akamuuliza kwa sauti ya chini kwamba, dada, samani, sasa tunaelekea wapi huu usiku? Niambie unapokwenda ili nikupeleke, maana tunazunguka tu. Maana huyu jamaa akasema kwamba nikondoe. Rozane kwanza alitulia kwa muda kabla kujibu chochote na kisha akasema, nipeleke Buza kwa Lulenge. Kweli dereva bajaji alitia gia na kisha safari kaanza. Mwendo wa dakika kama 30 tu mbele, tayari walikuwa wameshafika Buza. Bajaji ilisimama mbele ya nyumba moja iliyokuwa ina flame za maduka kwa mbele. Rozane alishuka huku akionekana kuwa na hofu mno. Alimlipa dereva bajaji pesa yake na kisha taratibu alianza kupiga hatua kuelekea kwenye geti la ile nyumba. Rozane alisukuma geti na kweli geti likafunguka, ndipo alipoingia ndani ikiwa yuko na begi lake. Akiwa yuko uani anapiga hatua kufuata lango la kuingilia ndani, ghafla sauti ya mwanamke mtu mzima alionekana kuwa na furaha sana mara baada ya kumwona ilisikika ikisema, binti yangu, umerudi? Mama, aliita Rozane mara baada ya kumwona mama yake. Kwa furaha ya kutokonana kwa zaidi ya miaka 2, sasa walijikuta wakikumbatiana kwa hisia kali mno.
Asante Mungu. Kiukweli nimefurahi sana mwanangu umerudi. Nilikumisi sana binti yangu. Hata mimi mama. Sijaweza kabisa kuwa mbali na wewe. Haya, tuelekee sasa ndani. Karibu mwanangu. Kabla hata hawajaanza kupiga hatua, baba yake na Rozane ambaye ni mzee Msafiri alitoka mbele yao, yani alijitokeza mbele yao, huku akionekana kutokufurahishwa kabisa na ujio wa Rozane pale ndani. Mnaenda wapi? Wewe binti, nani aliyekwambia urudi kwenye hii nyumba? Baba. Kwanza shikamoo. Lakini baba, mimi hapa ni nyumbani. Hapa ndo kwa wazazi wangu. Unataka niende nikaishi wapi? Hujajibu swali langu. Nimekuuliza nani kakwambia urudi kwenye hii nyumba? Ni maamuzi yangu baba. Maamuzi yako? Kwa hiyo unapinga amri ya baba yako, si ndio? Sio hivyo baba. Mimi hapa ndo nyumbani kwetu. Najua baba kwamba nilifanya makosa, na ndio maana ukaamua kuweza kunipeleka nikaishi kwa mjomba Bizengo huko Rufiji, lakini babangu, mimi nitaishi kwa watu mpaka lini? Na isitoshe mimi nimewakumbuka sana. Ninyi ni wazazi wangu, na ndio maana nimeamua kurudi nyumbani. Hebu funga domo lako hilo. Hivi unadhani kwamba sijui ni kwa nini wewe uko hapa? Unadhani kwamba sijui? Umemwongopea mjomba wako ya kwamba umepata mchumba, na huyo mchumba wako kapata kazi huko da. Lakini kumbe lengo lako lilikuwa ni kurudi hapa, si ndio? Baba, haipo hivyo. Kumbe ipoje? Yani nimeachana na huyo mwanaume, na mimi hapa baba, kusema ule ukweli, yani nimefikiria kwa makini mno, na nikaona kwamba kabla sijaharibu zaidi maisha yangu kwa kuishi naye huyo mwanaume, ni bora tu niondoke mapema. Ina maana baba, huo sio uamuzi sahihi baba, sio uamuzi mzuri? Au labda unataka nirudi hapa nikiwa nina mtoto wa nje ya ndoa baba? Naam. Mzee Msafiri alikunja uso wake na kusogeza hatua chache zaidi kuelekea ulipokuwa umesimama. Alionekana ni dhahiri shairi mzee huyo alikuwa amechoshwa na tabia za binti yake Rozane. Mvi zake zilionekana kichwani mwake, na jinsi alivyokuwa amesimama zilionyesha kabisa uthabiti wa huyu mzee wa miaka mingi ambaye hakubaliani kabisa na kubabaishwa au kudanganywa kiurahisi namna hii na binti yake wa kuitwa Rozane. Mzee Msafiri akasema, nisikilize wewe. Unajua kabisa kile ulichokisema ni cha uongo Rozane. Mzee Msafiri aliongea kwa sauti ya chini, lakini sauti nzito iliyojaa ghadhabu. Hivi unadhani ya kwamba labda mimi ni mtoto, si ndio? Unadhani kwamba mimi ni mtoto mdogo ambaye unaweza ukamdanganya kwa hadithi zako hizo za kubuni? Mtu aliyekupeleka Rufiji ni mimi hapa, kwa sababu nilijua wewe hapa Dar es Salaam ungetuletea aibu kubwa sana na matatizo yasiyoishi. Ulikuwa na tabia ukorofi, ulikuwa unapenda makuu ambayo yangekufanya usababishe madhara kwa watoto wa watu wa mtaani. Nisikilize, hapa mtaani hatutaki mtu kuleta fujo, na nilidhani hii miaka miwili uliokana mjomba wako ingekufanya ubadilike Rozane. Hapo Rozane alijikuta kinamisha kichwa chake chini. Machozi yalianza kumtoka taratibu, lakini hakuweza kusema kitu. Na hata hivyo mamake Rozane aliona uchungu, na ndipo alipoamua kuingilia kati ili kupunguza huu mvutano. Alisogea karibu na mumewe na kisha alimshika mkono kwa upole, akijaribu kumtuliza mumewe. Akamwambia, Baba Rozane, hebu tulia kwanza mume wangu. Angalia binti yako amerudi nyumbani akiwa anajutia makosa yake. Unaona hata jinsi anavyoongea, anaonyesha kwamba kuna mambo yamemshinda huko alipokuwa.
huyu ni mtoto wetu wa kuzaa. Huwezi kumfukuza usiku huu wa leo. Mama Rozane alimwambia mumewe kwa sauti ya kuomba huruma, na ndipo mzee huyu msafiri alipogeuka na kumwangalia mkewe kwa hasira kali mno. Aliondoa mkono wake kutoka kwa mkewe na kisha alinyosha kile kidole chake cha shahada kwake, akamwambia, sikiliza Mama Rozane, wewe ndiye unayemharibu huyu mtoto kwa kumtetea kila wakati. Kila siku huyu Rozane unamkingia kifua, na ndio maana amekuwa ni mtukutu asiyejua thamani ya hii nyumba. Mara ngapi amekuwa akifanya vurugu, mara ngapi anafanya wizi hapa mtaani. Na kama haitoshi, huko Rufiji kwenyewe amekuwa ni msumbufu tu kutwa kucha. Sasa anarudi hapa na kutuambia kwamba ameachana na mwanaume ambaye alidai ni mchumba wake bila sababu za msingi. Hivi ni kweli na kuingia kelele? Huoni kama huu ni mpango wake huyu kutaka kurudi hapa ndani? Baba, mimi sijasema uongo. Ni kweli nilikuwa na mtu, lakini maisha yake yalikuwa ya changamoto kubwa mno na hatukuwa na maelewano mazuri. Tulikuwa tukiishi kwa ugomvi kila siku. Hujaacha tabia zako za kudanganya, Rozane. Unajua nini? Siku zote ninachokiona ni kwamba unatafuta njia ya kurudi kwenye maisha ya hapa mtaani ili uanze tena tabia zako za utukutu. Sasa mimi sitaki hiyo aibu, na sitaki kusikia kwamba umekuja kuleta fujo. Nadhani unajua, mwenyekiti wa mtaa anajua kwamba mimi nimekutoa hapa ili wewe uweze kuwa salama. Maana tayari hapa mtaani watu walishaplani wewe kukua kwa hizi tabia zako za kishenzi. Na mimi sifanye hivi kwa sababu labda nakuchukia. Hapana, bali nafanya hivi utoke hapa kwa sababu ninakupenda sana binti yangu. Kwa hiyo ondoka, urudi kwa mjomba wako Rufiji. Baba, utanisamehe. Kiukweli mimi siwezi kurudi kule. Mimi hapa ndo nyumbani, hata kama ukinifukuza nitakaa hapa nje, siondoki. Kauli hiyo ilimfanya mzee Msafiri aanze kupumua kwa shida mno. Msisimko wa hasira ulimfanya aanze kukohoa, huku mishipa ya shingo yake ikianza kuvimba. Alishika kifua chake mzee huyu kwa mkono wake wa kushoto na uso wake ulianza kubadilika rangi. Mkewe aliona ile hali, aliogopa mno. Ilibidi amwambie, Baba Rozane, inatosha sasa mume wangu. Usiendelee kupaza sauti, utajiingiza kwenye matatizo ya pressure. Hapana Mama Rozane. Huyu binti yako lazima aelewe kwamba Mzee Msafiri hakumaliza sentensi yake. Alishindwa kupumua vizuri na mwili wake ulianza kulegea. Alionekana ni kama mtu anayetaka kuanguka chini. Rozane kwa haraka alikimbia na kwenda kumkamata baba yake. Baba, usifanye hivyo tafadhali. Walimsaidia Mzee Msafiri, walimweka chini kwenye kiti cha plastiki kilichokuwa kiko karibu na ukuta wa uani. Rozane alimwekea baba yake maji kinywani na alianza kumpapasa mgongo wake taratibu, huku akimwomba msamaha kwa uchungu mwingi mno. Rozane alikuwa akisema, Baba, samahani kwa kila kitu. Kikweli sitaki kukusababishia maumivu haya. Nakuomba unisamehe. Nimekuwa mtoto mbaya. Wakati wote huo, Mzee Msafiri alikuwa anavuta pumzi ndefu na kufungua macho yake taratibu. Alionekana kuwa na maumivu makubwa mno, lakini alijitahidi kutuliza pumzi yake. Hali ya hewa pale uani ilikuwa ni ya huzuni na ya wasiwasi mkubwa mno. Mama Rozane aliendelea kumfuta jasho lilikuwa linamtoka kwenye paji la uso wake. Baada ya dakika chache, Mzee Msafiri alianza kuongea kwa sauti ya chini mno, lakini sauti ilikuwa imejaa uchovu. Mke wangu, hebu nisaidie niketi kwanza ndani. Rozane na mama yake ilibidi wamsaidie kumnyanyua Mzee Msafiri. Walimuingiza hadi sebuleni na kumwekea pale mto mgongoni ili aweze kupumzika vizuri. Rozane alikaa chini miguuni pale. Alikuwa akilia kimya kimya, huku akitambua kwamba ujio wake ulikuwa umeleta athari kubwa sana kwa wazazi wake. Baada ya dakika kama 10 za ukimya, Mzee Msafiri alianza pale kuongea. Safari hii mzee huyu alikuwa anaongea kwa upole mno.
Rozane, mimi sikuchukii binti yangu. Mimi nachukia tabia zako. Sasa basi, kwa kuwa umesema hapa ni kwenu na sisi ndo wazazi wako, nataka uniahidi jambo moja tu. Ndiyo baba, niko tayari. Rozane alijibu kwa sauti ya chini mno, huku akijaribu kuzuia hisia zake. Rozane alionekana ni mtulivu sana, tena mwenye kujaa heshima. Mzee Msafiri alikohoa kidogo, sauti yake ikitoka na uzito wa mtu mwenye umri mkubwa aliyekuwa amechoka. Tokea ulipoondoka hapa nyumbani, hali yangu ya kiafya ilianza kudhoofika sana. Hatukutaka tu kukuambia ukweli. Hatukutaka pia kukuambia ili ujifunze kuwa na tabia nzuri huko Rufiji kwa mjomba wako. Lakini kwa kuwa uko hapa, basi utajua kila kitu. Mimi naumwa binti yangu. Ni maradhi ya uzeeni. Unajua kuwa hayana tiba ya kudumu. Hivyo nakuomba uniahidi ya kwamba utakuwa binti mwema. Ninatamani nife nikiwa nimemwacha binti yangu kwenye dira nzuri ya maisha. Rozane alijikuta kitoko na machozi ya huzuni yaliyochanganyikana na majuto. Alimtazama baba yake na kisha akasema kwa sauti ya unyenyekevu, baba, na hapa ya kwamba nitakuwa mtoto mwema kuanzia sasa. Mungu aniongoze. Sitakuwa na tabia mbaya tena babangu. Nitafuata kila maelekezo yako na kuishi kama vile ambavyo baba unataka. Sawa. Nakubali ahadi yako. Ila sasa hii ahadi yako iwe ni ya kweli binti yangu. Sasa nakukaribisha nyumbani. Karibu sana. Hapo Rozane alifurahi sana kuona baba yake amempokea. Moyoni mwake Rozane aliapa kuwa binti mwema na mwenye nidhamu. Uwezi amini, siku iliyofuata bila kuchelewa, Rozane aliamka kuanza kufanya kazi akimsaidia mama yake aliyekuwa ni fundi cherehani maarufu sana pale Buza kwa Rulenge, na alikuwa na wateja wengi waliomwamini kwa huu ushonaji wake wa nguo za aina mbalimbali, kuanzia magauni ya kike, vitenge mpaka nguo za shule za watoto. Rozane alianza kujifunza kazi ya ushonaji kwa bidii. Awali ilikuwa ni vigumu, lakini kwa uvumilivu wa mama yake alianza kuelewa jinsi ya kupima nguo, kukata vitambaa na kushona pembe za nguo vizuri. Alianza kuamka asubuhi na mapema na kufungua duka lao. Akawa anawakaribisha wateja kwa adabu na bashasha kubwa mno. Watu wa mtaani walianza kuona mabadiliko ya Rozane na walianza kumheshimu na wakasahau matukio yote ya nyuma. Siku ziliendelea kusonga mbele. Miezi 8 iliweza kupita bila Rozane kujihusisha na tabia zake za zamani za wizi au ugomvi mtaani. Maisha yao ilikuwa ni ya furaha sana, yenye amani. Rozane alikuwa amebadilika kabisa. Rozane akawa ni tegemeo kubwa mno kwa familia yao. Hata hivyo, wakati mwingine Rozane alikuwa akikumbana na changamoto za hapa na pale. Na hata kwa wazazi wake pia walikuwa wakikumbana na changamoto za hapa na pale, hasa mzee Msafiri alipokuwa akikwazana na binti yake kwenye masuala ya kupumzika na usimamizi wa nyumba. Mzee Msafiri alikuwa ni mtu wa nidhamu kali mno na alipenda kuona kila mtu anafanya kazi kwa bidii bila kupoteza muda, jambo ambalo lilileta mvutano mdogo wakati mwingine. Siku moja, Rozane akiwa amerudi nyumbani, alikuwa akitokea maeneo ya Tandika kufanya manunuzi ya vitambaa vya kushona. Ghafla, furaha yote aliyokuwa nayo ilitoweka kama vile moshi. Mara tu alipovuka kiunga cha mlango na kuingia uani, moyo wake ulilipuka kwa mshangao. Macho yake yalikumbana na rundo kubwa la mizigo lililokuwa limepangwa pale uani. Kulikuwa kuna magunia ya mbolea, kulikuwa kuna vifurushi vikubwa vya zana za kilimo, kulikuwa kuna majembe, mapanga na hata vyombo vya plastiki pamoja na maboksi kadhaa yaliyokuwa yamefungwa vizuri kwa kamba. Yaani palionekana kama soko hivi dogo. Sasa Rozane akawa anajiuliza ni nini kimetokea. Rozane alijinongoneza huku akiwa anaongeza kasi ya hatua kuelekea mlangoni. Aliingia ndani ya nyumba yao ambapo alimkuta mama yake akiwa ameketi sebuleni kwenye kochi. Mama yake alikuwa amejikunyata huku akionekana ni kama vile mwenye mawazo, na ndipo Rozane akasema, "Mama, ni nini kinachoendelea huko nje? Ile mizigo yote ni ya nani?
Na inaenda wapi? Aliuliza Rozane huku akionekana kuwa na shauku ya kutaka kujua, lakini kabla mama yake hajajibu, mlango wa chumba cha baba yake ulifunguka. Baba yake Mzee Msafiri alitoka akiwa anajitahidi kubeba begi kubwa la nguo mgongoni mwake. Alikuwa anachechemea kidogo, na hii ni kutokana na maumivu ya magoti yaliyokuwa yanamsumbua, lakini uso wake Mzee Msafiri ulikuwa na msisitizo na ukali ambao Rozane aliufahamu vyema kabisa. Hii ni mizigo yetu binti yangu. Tena bora umerudi mapema, maana nilidhani kwamba tutachelewa. Haya, unatakiwa ujiandae. Muda sio mrefu dereva anakuja na gari, tunakwenda shambani Iringa. Maneno hayo yalikuwa ni kama radi kwa Rozane. Rozane alibaki ameduaa, macho yalikuwa yakimtoka, na ndipo Rozane akasema, baba jamani, nini sasa hiki unafanya babangu? Unajua kabisa unaumwa na kila mwezi lazima uhudhurie hospitalini. Sasa hivi unasema tena tunakwenda shamba. Baba, ni kwa nini hujihurumii? Mzee Msafiri alimtazama binti yake kwa macho yaliyochoka lakini yenye msimamo mkali, akamwambia, sikiliza Rozane, kama kuishi nimeshaishi sana. Mimi siogopi kifo. Shamba langu la nyanya haliwezi kusubiri hali ya kuwa bado napumua. Na isitoshe ndugu zangu wa kijijini sijawatembelea kwa muda mrefu sana. Sasa hii ndo nafasi ya mimi kwenda kuwaona. Rozane alijaribu sana kumlazimisha baba yake asiende huko, akimsia tume watu waende wakaangalia shamba hilo, lakini Mzee Msafiri alikuwa ni mkali kama simba na alikaidi kabisa hilo jambo la Rozane. Mzee Msafiri alidai kwamba hilo shamba analoliona dogo ndilo ambalo linajenga nyumba wanayoishi. Hivyo kabla kuweza kulidharau inabidi kwanza afikirie umuhimu wa hilo shamba. Kwa Rozane sasa ilibidi tu akae kimya baada ya kuona kwamba babake amepandisha jazba. Mzee Msafiri alimtazama na kisha akamwambia, sikiliza, kama unanipenda na kunijali, basi kuliko kunizuia, ongozana na mimi binti yangu, tuelekee Iringa. Kabla Rozane hajajibu chochote, sauti ya honi ya gari lisikika nje. Alitoka nje kwa haraka, lakini mara tu alipomwona dereva ndo alizidi kupagawa. Kwenye gari ndogo aina ya Hiace, gari ambazo miaka ya zamani zilikuwa zikitumika kama daladala mjini, alishuka kijana Sebastian Black, mtu ambaye mara ya mwisho ni alikuwa ametoka kufukuzwa kama mbwa na huyu Sebastian. Kwa kipindi cha miezi 8 iliyopita, muonekano wa Sebastian ulikuwa umebadilika kidogo. Sebastian alikuwa na mwili uliojengeka kimazoezi. Mikono yake ilikuwa imejaa misuli iliyokuwa imejitokeza kwa nje kupitia t-shirt ya mikono mifupi aliyokuwa ameivaa. Macho yake Sebastian kwa mbali yalionekana ni kama mekundu, yakitoa ishara ya kuwa huenda alikuwa amelewa kabla ya kuja mahali hapo. Kwenye mfuko wake wa suruali kulikuwa kuna pakti ya sigara, kitendo kilichodhihirisha wazi kabisa ya kuwa alikuwa ni mvutaji wa sigara. Mungu nipe uvumilivu mimi jamani. Baba, ndo mtu gani umemleta? Alisema Rozane huku akiwa anamtazama Sebastian. Kwa upande wa Sebastian hakuonekana kushangaa sana. Ni wazi ya kwamba tayari alikuwa na fahamu ya kuwa atakutana na Rozane. Kwa mwendo wa kiume, Sebastian alimsogelea Rozane na kisha akampatia salamu kwamba mambo mrembo. Kwa hakika milima haikutani ila binadamu wanakutana. Hatimaye tumekutana tena. Wewe nini kimekuleta hapa Sebastian? Nataka kujua nini kilichokuleta hapa nyumbani. Ni kazi ndio iloweza kunileta. Nimekuja kufanya kazi. Kama unavyoona mimi ni dereva na nipo hapa kwa agizo la baba yako. Eti upo hapa kwa agizo la babangu? Hebu sikiliza. Mpigie bosi wako, mwambie hivi tumekukataa. Mwambie alete dereva mwingine ila sio wewe. Kwa nini? Kwani mimi na shida gani mimi? Wewe sio dereva, unaonekana kabisa wewe ni kibaka. Kauli hiyo ilionekana kumkera Sebastian, lakini hata hivyo aliamua kuweza kuipuuzia, hasa ukizingatia biashara hiyo ya usafirishaji ndio ilikuwa ikimweka mjini kwa sasa. Nisikilize Rozane. Wanasema usijaji kitabu kwa kuangalia tu cover lake. Mimi ni dereva mzuri sana, natumai mtafurahia huduma yangu. Bwana wewe, mpigie bosi wako bwana.
au nimpige mimi mwenyewe? Hakuna haja ya hilo. Kama lengo lako ni kuongea na mmiliki wa gari, nipo mbele yako, unaweza tu kusema unachokitaka. Unasemaje wewe Sebastian? Kwa maana hiyo hili gari ni la kwako? Ya. Kwani sifanani kuwa nalo? Baba, badala kutafuta madereva, umeenda kuchukua haya majambazi ya wahuni au mitaani. Wewe binti, tuheshimiane wewe. Usione nimetulia ukanichukulia poa. Wewe bwege nini? Mimi nimekuja hapa kufanya kazi, sijaja hapa kuweza kuuza sura. Kwa kuwa na adabu na mimi. Adabu gani unaoitaka wewe? Yaani kwa sababu baba yangu ni mzee, si ndio? Baba yangu ni mgonjwa, ndio kaona hii ndio fursa yani uje kumsafirisha ili umuibie, sina maana yake? Kuona ni mwizi. Wewe ukijiangalia hujioni kama wewe ni mwizi? Sebastian alionekana kushindwa kuvumilia tena dharau za Rozane. Pale alitaka kumkata makofi, lakini kabla hajafanya hivyo, mzee Msafiri akiwa na begi la nguo mgongoni alitokea nje, huku akiwa anasema, wewe Sebastian, unasubiri nini sasa? Anza kupakia vitu kwenye gari. Rozane alimtazama baba yake na kisha akamwambia, baba, hapana. Hatuwezi kuendeshwa na huyu mtu. Ana shida gani kwani? Baba, hebu muangalie. Cheki mwili wake ulivyokuwa na matuta. Yeye anaonekana kabisa ni kibaka huyu. Safari mpaka Iringa. Baba, ni mbali. Tena ni mbali sana. Huyu mimi sio dereva. Huyu sio dereva. Sio dereva ambaye anaweza kutufikisha salama baba. Niamini mimi. Mwanangu, mimi naona una wasiwasi tu. Kwanza siku hizi hayo matatu, sijui mwili umekuwa kama una matuta. Ni urembo tu kwa mtoto wa kiume kama urembo mwingine. Kwanza anaonekana kuwa ni mwanaume kamili. Wewe sinaona alivyojazia huo mwili. Atatusaidia kubeba mizigo yetu na isitoshe kaomba hela ndogo sana. Kwa hiyo usidhani kwamba nimemchagua tu yeye bila kufikiria hilo. Na ndio maana baba anasema sisi huyu hatufai. Ndio maana kataka pesa ndogo kwa sababu anajua kabisa kwamba hastahili kufanya hii kazi. Hebu sikiliza binti yangu Rozane. Tusipoteze muda. Hebu tusaidiane tupakie vitu kwenye gari tuondoke. Aliongea mzee Msafiri. Rozane hakuwa na namna nyingine zaidi ya kufanya tu vile ambavyo baba yake ndivyo alivyokuwa anataka. Baada ya mizigo yote kupakiwa kwa tabu na makelele mengi, injini ya ile haisi iliunguruma kwa kishindo, ikitoa moshi mweusi uliotapakaa uani kabla ya kuanza safari ndefu ya kuelekea Iringa. Rozane alipanda na kukaa kwenye siti ya pembeni ya dereva. Alikuwa akijaribu kujitenga vile iwezekanavyo na yule kijana ambaye tayari alikuwa anamhukumu ya kwamba ni janga la safari hiyo. Nyuma ya gari alikaa mzee Msafiri, alijitupa kwenye siti ya mwisho kabisa, akijaribu kunyosha miguu yake iliyokuwa ikimsumbua. Ndani ya gari kulikuwa ni kimya. Ukimya ulikuwa ni wa kutisha. Hali ilikuwa ni nzito kiasi kwamba mtu angeweza kusikia hata mapigo ya mioyo yao. Rozane alikuwa amekaza uso. Macho yake yalikuwa yakifuatilia kila hatua ya Sebastian alichokuwa anakiendesha kwa mtindo wa kutanua mikono kwenye usukani. Akiwa ameinama kidogo kama vile yupo kwenye mbio za F1, Rozane alikuwa amemchunguza kwa umakini mno kijana Sebastian. Alikuwa akitafuta ishara yoyote ya uzembe ili apate sababu ya kumwambia baba yake ya kwamba alikosea kumchagua huyu dereva. Walipofika maeneo ya Ubungo, msongamano wa magari ulikuwa umepungua kidogo, na ndipo Sebastian bila kuomba ruhusa aligeuza pale kitufe cha radio na akacha pale mziki wa hip hop uliokuwa ukipiga kwa sauti kubwa ya bezi iliyotikisa kuta za gari. Mara baada ya hapo, mkono wake wa kushoto uliingia mfukoni, akatoa pale pakiti ya sigara na kuwasha moja. Moshi uliotoka mdomoni mwake ulianza kutanda ndani ya gari, ukamfanya Rozane akohoe kwa kero. Haikuchukua hata dakika, hata sekunde 5, uvumilivu ulimshinda Rozane. Bila kusema neno, alinyosha mkono wake kwa haraka na kuivuta ile sigara iliyokuwa mdomoni mwa Sebastian. Kabla hata dereva huyo hajaguswa na mshangao, Rozane alinyakua pakiti nzima iliyokuwa ipo kwenye dashboard, akaitupa nje kupitia dirishani, na kisha aligeukia redio akazima ule mziki wa hip hop uliokuwa ukidunda ndani ya gari. Kitendo hicho kilimkera sana Sebastian. Alijikuta akipiga breki ya ghafla. Breki ilikuwa ni kali mno kiasi kwamba mpaka mzee Msafiri aliyekuwa amelala kule nyuma alishtuka. Sebastian alimgeukia Rozane. Macho yake yalikuwa yamemuiva kwa hasira. Mshipa wa shingo ulimtoka. Sikiliza mwanamke. Hivyo una nini kichwani mwako? Nakuuliza mwanamke, wewe una kitu gani kichwani mwako?
Sebastian alifoka, sauti yake ikiwa na mchanganyiko wa kutokuamini kile ambacho Rozane anafanya. Unajua nini ambacho umekifanya? Okay. Ina maana kwamba unajaribu kunifundisha namna ya kuendesha gari langu ama? Hapo Rozane hakutetemeka, alimkazia macho, uso wake ulikuwa na utulivu wa kutisha. Nimesema hivi, hakuna kuvuta sigara, hakuna kuweka mziki nisioupenda kwenye gari hii. Mimi ni mteja, na mteja siku zote ni mfalme. Huna haki ya kunifanya eti nivute hewa yako yenye harufu ya sijui nikwambiaje. Hakuna haja mimi kusikiliza makelele yako hayo. Wewe unaita mziki utakuwa huo. Unapaswa kutii kile ambacho mimi nakitaka, na kama uweze basi tushushe tu hapa. Sebastian alicheka kwa dharau, kicheko kilichotoka ndani ya kifua chake, na kisha akasema, mteja mfalme? Hiyo labda kwenye maduka ya watu wengine, sio kwenye gari yangu. Wewe sio mfalme wa kitu chochote kile hapa. Hili ni gari langu, na ndio maana mmelipa hela kidogo ambayo haitoshi hata gharama ya mafuta ya hii safari. Alafu sasa hivi unataka kunipangia jinsi ya kuendesha? Hebu sahau kabisa, unanielewa wewe? Hela kidogo? Kama ni kidogo, mbona umekubali kuipokea? Alafu kwanza mimi ndo nimelipia huduma ya usafiri. Sawa? Kwa unahitaji usafiri salama na usafiri ambao uko tulivu. Sio safari ya kama kwenye klabu ya usiku. Unahitaji huduma salama, si ndio? Hivyo unajua ni wangapi wanatamani kupanda hii gari yangu? Wewe ni mmoja wa watu wenye dharau zaidi niliwahi kukutana nao. Unadhani kwamba kwa sababu labda umevaa nguo zako za bei ya hali kwamba unaweza ukaja tu hapa na kuanza kuniamrisha? Hii ni gari langu. Na ndani ya gari hii mimi ndiye mwenye sheria, yaani mimi mwenyewe ndo sheria. Umenipata wewe binti? Sheria yako imeenda na upepo pamoja na sigara zako, na ukijaribu kuwasha nyingine nitatupa kila kitu nje, na kama hutaki basi usimamishe gari nishuke na babangu. Kwa wewe unataka kunipangia hata kama nivute sigara au la, si ndio? Hujui hata unayemzungumzia. Mimi sio dereva wa kufungwa kamba na mtu kama wewe. Okay. Na mimi sio abiria wa kuweza kukubali tu kunukanuka moshi wa sigara gari nzima. Rozane alimjibu Sebastian kwa sauti ya juu, na wakati huo kelele zao zilikuwa zikigonga kila kona ya gari hii. Rozane alikuwa akitoa maneno ya kejeli kuhusu maisha ya Sebastian, huku Sebastian akijitetea kwa matusi na kiburi cha umiliki wa gari. Walikuwa wamepoteza kabisa umakini wa barabarani. Walikuwa wakijibizana kana kwamba wako uwanjani kupigana ngumi. Wewe ni mshamba tu wewe, alisema hivyo Sebastian kwa kufoka kweli kweli. Na unataka kunifundisha mimi adabu wakati hata hujui hii gari mimi nimeitolea wapi? Hata kama likitoka shimoni linabaki kuwa gari la abiria. Kama unataka kufanya mambo yako uwe peke yako. Nisikilize, na wewe kama unataka amri zako tafuta gari lako uwe peke yako. Wakati mabishano hayo yakiwa yamefika kwenye kilele, mlango wa nyuma ulifunguka kwa kasi mno. Mzee Msafiri ambaye alikuwa amelala aliamka kwa mshtuko kutokana na kelele zao. Walidhani ya kwamba atawaonya au hata atamfukuza Sebastian, lakini wote walipigwa na butwaa. Mzee Msafiri hakujali kabisa huu ugomvi wao. Alikuwa na ile hali ya haraka usoni mwake. Sebastian, hebu simamisha gari hapa. Sasa hivi haja ndogo imenibana sana. Siwezi kusubiri tena. Sebastian alishtuka na kukanyaga breki kwa nguvu. Gari lilitikia kwa mlio wa matairi kusuguana na lami. Gari ilisimama katikati ya lami na kelele za magari mengine yaliyokuwa yakipita yalisikika. Mzee Msafiri alishuka kwa shida, akionekana kuwa na maumivu makali mno ya mgongo, huku akimwacha Rozane na Sebastian wakiwa wamebaki ndani ya gari. Walikuwa wanatazamana tu kwa hasira, wakiwa bado wamejawa na jazba ya mgogoro uliokuwa haujamalizika. Rozane alimtazama Sebastian kwa dharau mno, huku akipapasa mkoba wake. Wakati Sebastian akiegemea kiti chake akitafuta kitu kwenye mfuko wake mwingine, baada ya dakika kama 5 mzee Msafiri aliporudi, huku akionekana kuwa na nafuu kubwa mno. Alimaliza pale kupangusa mikono yake kwenye kitambaa cheupe alichokuwa amekibeba mfukoni. Uso wake mzee huyu ulitulia,
baada ya kuwa ametoka kwenye choo cha kulipia kilichokuwa kimejificha nyuma ya safu ya maduka ya urembo na vipodozi. Mzee Msafiri alipanda kwenye gari kwa uangalifu, alijikokota mpaka kwenye siti yake ya nyuma. Haya sasa, tunaweza kuendelea na safari, Mzee Msafiri alisema kwa sauti ya uchovu lakini ya kuridhika. Mara baada ya kujitupa kwenye kiti, Sebastian hakuhitaji kuambiwa mara mbili. Alikanyaga pale clutch, akaingiza gia na ile haisi ilianza pale kunguruma tena, ikitoka pale taratibu kwenye ukingo wa barabara na kuungana na msongamano wa magari ya jioni. Ndani ya gari, hewa ilikuwa bado imetawaliwa na ile hali ya mgogoro wa muda mfupi uliokuwa umepita, lakini Mzee Msafiri ambaye alionekana kuwa na uwezo wa ajabu alianza pale kuongea kwa sauti tulivu mno. Akasema, kijana, gari lako lina nguvu sana. Nilidhani ya kwamba lingesumbua kwenye safari ndefu kama hii, lakini naona lina kata lami kama vile gari la kisasa kabisa, Mzee Msafiri alisema huku akiwa anatazama nje kupitia dirisha la gari. Sebastian ambaye bado alikuwa na hasira za muda mfupi uliokuwa umepita, alilegeza uso wake na kisha akaonyesha tabasamu hafifu kwa kusema, mzee, usihofu. Hii gari ni kama farasi wangu tu wa kivita. Ninaijua vizuri sana. Nimeimarisha kila kona ili isizingue njiani. Hata iwe milima ya Iringa, tutafika tu bila wasiwasi mzee. Mzee Msafiri alicheka kidogo. Sauti ya kikoromo ilitoka kifuani mwake kwa kusema, Safi sana. Unajua nimependa hilo jina la farasi wa kivita. Hata mimi nilipokuwa kijana nilikuwa na gari kama hii. Ilikuwa inasumbua sana, lakini ilinisaidia sana kujenga mashamba yangu. Unajua kilimo ni kazi ngumu kijana, inahitaji uvumilivu, na gari kama hii inayoweza kubeba mizigo mizito bila kulalamika. Gari unalo bwana. Kijana Sebastian alimgeukia Mzee Msafiri kupitia kioo cha ndani, macho yake yakionyesha heshima ya kweli kabisa. Ni kweli mzee. Watu wengi siku hizi wanataka magari mapya ya ofisini tu, hawataki kazi za shamba. Mimi najua shamba ndio uti wa mgongo. Nimezaliwa maeneo ya mbalimbali pia. Naelewa jinsi gari inavyoweza kubadilisha maisha ya mtu. Naam, mazungumzo yao yalizidi kutiririka kama maji ya mto. Sebastian alionekana kubadilika kabisa. Ule ukatili na dharau vilivyokuwa vimejaa usoni mwake vilipotea, na nafasi yake ilichukuliwa na ujasiri na heshima ya kijana anayejua maisha. Mzee Msafiri alimsimulia kisa kimoja cha ajabu kuhusu jinsi alivyopata nyanya zake za kwanza na changamoto za usafiri enzi za ujana wake. Sebastian naye alimjibu kwa simulizi za kusisimua za jinsi alivyojifunza udereva katika mazingira magumu ya mikoa ya kusini. Wote wawili walionekana kufurahia ule muda, wakicheka na kushirikiana pale mawazo kana kwamba walikuwa ni marafiki wa siku nyingi mno. Hata hivyo, msikilizaji, Rozane alikuwa pembeni ya dereva. Hakuonekana na raha yoyote na hii safari. Alikuwa akitazama tu mbele kwa umakini mno, mikono yake ikiwa imejikunyata mapajani. Alikerwa na jinsi Sebastian alivyokuwa akijifanya ni mtu mwema mno mbele baba yake. Kila walipocheka, Rozane alihisi kama vile wanacheka maumivu yake na wasiwasi alionao juu ya hiyo safari. Rozane alipoona mazungumzo yao yanazidi kushika kasi na babake huyo anaanza kumsahau kabisa dereva huyo ni nani, Rozane aliamua kuweza kuingilia kati mazungumzo hayo. Kwanza alikohoa kwa makusudi kuteka attention, sauti ambayo ilikata ule mtiririko wa hadithi za Mzee Msafiri pamoja na kijana Sebastian. Rozane akasema, baba, si ulisema unaumwa? Afadhali hata ufunge tu macho upumzike badala kuchoka kwa kuongea muda wote. Rozane alisema kwa sauti yenye ubaridi, akijaribu kubadili mada kwa kishindo. Na wewe dereva, zingatia barabara. Kuna lori hapo mbele yako. Unaonekana kama vile unalifuata kwa karibu mno. Sebastian alimtazama Rozane kwa kioo, akaona jinsi uso wake ulivyokuwa umejikunyata kwa chuki. Badala ya kukasirika kama alivyofanya hapo awali, Sebastian alicheka kwa sauti ya ucheshi, huku akishika usukani kwa mkono mmoja kwa ustadi mno. Akasema, mrembo. Mrembo amekasirika tena bwana. Sebastian alitania, sauti yake ikiwa imejaa utani uliomfanya mpaka Mzee Msafiri atabasamu. Rozane, hivi unajua ni kitu gani nimekigundua? Hata unapokasirika, yani bado unaonekana ni mrembo sana. Na hii hasira yako inakufanya uwe na mvuto wa kipekee mno. Yani kama hivi binti wa kimfalme hivi anayekataa posa ujue.
Hivi Sebastian, unadhani huo utani wako unakuchekesha? Mimi sitaki huo utani wako. Nataka usalama wa hii safari. Hebu zungumza mambo ya maana bwana, au kama vipi unyamaze tu kimya. Sebastian alipojibiwa hivyo, hakuonekana kutishwa hata kidogo. Okay. Basi usijisumbue kuweka huo uso wako hasira mrembo. Na hata kama ukikunja uso, mwisho wa siku mimi ndo dereva wako. Na mrembo kama wewe hutakiwi kuwa na mikunjo kwenye paji la uso. Inaharibu ule uzuri wako, uzuri wa asiri nilouona pale Buza. Hapo mzee Msafiri alicheka kwa sauti kubwa kabisa. Acha bwana kijana. Huyo bwana ndo Rozani wangu. Akikataa jambo ni kama gogo linalolala mtoni. Rozani alihisi kama anataka kulipuka. Aligeuka na kutazama dirishani. Alikuwa akitaka kuonyesha kuwa hana muda na upuuzi wao, lakini ndani ya moyo wake Rozani alihisi kuchanganyikiwa. Sebastian hakuwa na adabu, lakini kwa namna fulani Sebastian alikuwa na uwezo wa kipekee mno wa kumfanya baba yake afurahi, jambo ambalo Rozani alikuwa ameshindwa kabisa kulifanya kwa muda mrefu kutokana na presha zake za kazi na hofu za mara kwa mara. Safari ikaendelea huku hali ndani ya gari ilikuwa imegawanyika. Baba yake akifurahia mazungumzo na Sebastian na Rozani akiwa amejifungia kwenye ulimwengu wake wa kero na uvumilivu. Barabara ilikuwa ni ndefu, na kadiri walivyozidi kuacha jiji la Dar es Salaam nyuma, ndivyo Rozani alivyozidi kuhisi kuwa safari hii ingekuwa na mengi zaidi ya vile alivyokuwa akiitazamia. Sebastian aliendelea kuendesha gari huku akitupa maneno ya utani mara kwa mara, akijaribu kumfanya Rozani atabasamu, lakini binti huyo alibaki amekaza uso. Hata hivyo, mara kwa mara alikuwa akimuibia Sebastian mtazamo. Rozani alikuwa akijiuliza, ni kwa nini kijana huyo anayemwona kuwa ni jambazi anaweza kuwa na uwezo wa kuzungumza na baba yake kwa heshima kiasi kile? Sasa kadiri walivyozidi kukaribia eneo la Chalinze, anga la nje lilizidi kubadilika na kuwa na hewa ya vumbi kufuatia upepo mkali uliokuwa ukivuma. Rozani alikuwa akitazama mbele, lakini ghafla macho yake yalikamatwa na mwangaza wa sare za kijani na nyeupe kando ya barabara. Askari mmoja wa usalama barabarani alikuwa amesimama imara, akipunga mkono wake kwa ishara ya kuwataka wasimamishe gari lao. Mara moja uso wa Sebastian ulibadilika. Ghafla na mikono yake kwenye usukani ilianza kutetemeka kidogo. Ilibidi apunguze mwendo kwa wasiwasi, macho yake yakitafuta kila kona ya kioo cha pembeni, ishara ambayo haikumponyoka Rozani. Mzee Msafiri ambaye alikuwa amejikunyata kwenye kiti cha nyuma alikuwa amelala fofofo bila kujua dhoruba iliyokuwa ikija. Rozani ilibidi amuulize Sebastian, mbona una wasiwasi? Mbona unatetemeka mara baada ya kusimamishwa na trafiki? Rozani aliuliza kwa sauti ya chini, akimchunguza Sebastian kwa jicho la shaka. Yaani usiniambie kwamba hii gari yako ina makosa au kitu chochote kinachoweza kutuhatarishia safari yetu? Hebu tulia basi wewe mwanamke. Mbona mdomo wako upo juu kama vile uchuchunge? Wewe kwa shida nini? Unaweza kunyamaza kidogo? Unasemaje wewe? Rozani alimpandishia sauti Sebastian, lakini kabla hawajaendelea kuzozana, sauti ya askari ilisikika nje ikipiga amri kwamba wewe dereva, njoo hapo. Ilibidi Sebastian ashuke kwenye gari kwa hatua nzito. Rozani alimfuatilia Sebastian kwa macho kupitia kwenye kioo. Alimwona askari akimnyoshia kidole na kudai leseni. Sebastian alionekana akijigusa mfukoni akitoa tabasamu la aibu kabla ya kuonekana akimweleza askari jambo fulani. Samahani bwana afisa. Wajua leseni nimesahau bwana nyumbani. Sauti ya Sebastian ilisikika ikiwa imepoteza nguvu kabisa. Askari alikunja uso akionekana kukasirika zaidi. Akamwambia, unasemaje wewe kijana? Taratibu na sheria za barabarani wewe kwani usijui? Hivi unajua hatari ya kuendesha gari bila leseni? Nazijua mkuu bwana, naomba radhi bwana. Sasa kwa nini unaendesha bila leseni? Upo na nani kwenye gari? Askari aliuliza huku akisogeza hatua kuelekea kwenye hiyo haisi. Nipo tu na mteja wangu, niko na mzee pamoja na binti yake. Wamekodi gari na wapeleka tu hapo Iringa hapo. Hebu kamwite hapa. Askari aliamuru hivyo. Sebastian alirudi kwenye gari, uso wake ukiwa umeloana kwa jasho. Alimwangalia Rozani kwa jicho la jicho lile la kutilia huruma, na kisha akamwambia, sikiliza Rozani, tafadhali nakuomba unipe pesa kidogo. Nimesahau leseni. Na askari hataki kunielewa. Inatakiwa nimpoze kidogo. Usipofanya hivyo tutakwama hapa na safari ya babako itaharibika. Rozani aliwaka. Unataka pesa?
Shingapi? Hata 100,000 tu. 100,000? Hivyo unafikiri mi benki? Tayari nimesha kulipa hela yote ya usafiri. Sasa hiyo 100,000 ya nini tena ambayo unaitaka? Uliambiwa uweke kila kitu sawa kabla ya safari. Wewe kafanya nini? Nisikilize Rozane. Hebu nakuomba basi unielewe. Nimekwambia hii ni dharura. Unaelewa maana ya dharura? Aliongea Sebastian kwa hisia kali mno. Sauti yake ilikuwa ikitetemeka kwa uaminifu. Nimesahau leseni kweli. Na sitaki kumwamsha mzee wako hapa kwa kelele hizi. Naomba bwana uokoe hii safari, tuendelee na safari. Mimi nitairudisha hiyo hela nikifika Iringa. Utairudisha lini? Humu njiani kuna polisi kila kona. Sasa kwa kila ukikukamata utakuwa unatoa hela. Hiyo pesa kwa polisi wote ipata wapi? Rozane aliuliza huku akimkazia macho. Sebastian alimtazama kwa huzuni mno, macho yake yakionyesha ni kama ni mtu ambaye amekata tamaa kabisa. Rozane, nimesije kukuomba kitu. Nina ndoto nyingi sana za maisha yangu na hii kazi ndio ambayo mimi inasukuma siku zangu. Sitaki safari hii ife kwa sababu ya kosa langu dogo. Hebu tafadhali bwana, niamini basi mara moja tu. Niamini kwa hii tu. Rozane kwa kuona jinsi Sebastian alivyokuwa akitetemeka na kupoteza ule ujeuri wake, alijihisi kuchanganyikiwa. Alichukua pale pesa kutoka kwenye mkoba wake kwa hasira kweli kweli akampatia. Nisikilize. Huu sio msaada. Nimekuazima na lazima hii pesa irudi. Sebastian alionekana kupata nafuu. Alirudi kwa yule askari. Akachomoa shilingi 20,000 kutoka kwenye ile 100,000. Akamshika mkono askari kwa siri. Askari alionekana kuridhika kabisa. Akamwonya kwa ukali ya kwamba asirudie tena kosa hilo, kuendesha gari pasipo leseni, na kisha akamruhusu kijana aweze kuondoka zake. Safari iliendelea. Hali ndani ya gari ilikuwa ni ya utulivu. Ilikuwa ni utulivu wa aina yake. Kwa dakika 10 za mwanzo utulivu ulikuwepo, lakini ghafla Rozane aligeuka na kumtazama Sebastian. Naona unajisahau eh? Nitumie pesa yangu kwenye simu sasa hivi. Na kutumia Rozane. Mbona ukavile kama mimi uniamini? Sebastian alijibu bila hata ya kumtazama Rozane. Kama tu polisi kashindwa kukuamini, mimi ndo nani nikuamini? Rozane alimjibu kwa dharau mno. Sebastian ilibidi atulie. Alijaribu kutafuta visingizio. Wewe tulia, pesa yako utapata. Bila kutarajia, Rozane alinyosha mikono haraka na kisha kaingiza kwenye mfuko wa suruali ya Sebastian. Kabla dereva huyo hajagundua, alikuwa ameshanyang'anywa simu yake. Nisikilize, hii simu sikurudishi mpaka unipe pesa yangu. Rozane, hebu acha utoto basi. Hebu nipe simu yangu. Unajua siwezi kuendesha bila hiyo simu, ipo kwenye mawasiliano ujue. Sebastian alifoka akijaribu kuikamata simu hiyo kutoka kwa Rozane. Naona wewe hujanijua mimi vizuri wewe. Rozane alijibu huku akiwa ameikumbatia simu hiyo kifuani. Mimi sinaga utani na pesa. Rudisha pesa yangu nikupe simu yako, la sivyo tutaona nani atashinda kati ya mimi na wewe. Gari liliendelea kukata lami huku mvutano kati yao ukiwa umefikia ni pabaya zaidi. Sebastian alikuwa akijaribu kuendesha kwa mkono mmoja huku akijaribu kuikomboa simu yake kutoka kwa Rozane. Wakati huo Rozane alikuwa amejikaza kisabuni tayari kwa ajili ya kupambana kufa na kupona kwa ajili ya pesa yake. Baada ya masaa kadhaa, hatimaye waliwasili stendi ya mabasi ya Msamvu Morogoro. Jua la jioni lilikuwa likiishia tayari kwa kukaribisha usiku. Walishuka kwa lengo la kunyoosha miguu na kutafuta chakula cha jioni kabla ya kuendelea na safari. Walipata mgahawa mmoja uliokuwa una harufu nzuri ya pilau la nyama. Walichagua pale meza pembeni na kisha wakaketi. Mzee Msafiri ambaye alionekana kuchoka sana, aliomba pumzike kwenye gari kwanza huku wakimletea chakula chake baadaye. Muda mfupi tu mara baada ya kuagiza vyakula, simu iliyokuwa iko mfukoni mwa Rozane ilianza kuita tena kwa nguvu mno. Ilikuwa ni simu ya Sebastian. Ilikuwa ni simu ya Sebastian, ile ambayo Rozane alikuwa amemnyang'anya Sebastian. Rozane alitazama kwenye skrini ya simu hiyo, aliona jina la my wife ndilo lilokuwa likipiga kwa muda huo. Rozane alimtazama Sebastian kwa dharau, alihisi kama vile moyo wake umedunda kwa mshtuko. Rozane akasema, maajabu.
Kumbe hata wewe una mke. Kwanza sikutegemea kabisa kama kuna mwanamke anayeweza kumvumilia mtu wa aina yako. Huyu mwanamke atakuwa na huruma kweli kuwa na mwanaume kama wewe. Sebastian alisimama haraka, uso wake ulijawa na wasiwasi. Rozane, hebu nipatie hiyo simu. Nipatie hiyo simu nipate kuongea na mke wangu. Hiyo simu ni umuhimu sana. Yaani nakuomba usichezee mambo ya watu. Rozane, nipatie hiyo simu. Simu siwezi kukupa. Yaani mpaka ulipe pesa yangu kwanza ndipo simu yako nakupatia. Rozane alijibu kwa mkato. Aliweka simu hiyo pembeni kwenye meza. Hivi Rozane, we lengo lako ni nini lakini? Unataka kuharibu ndoa yangu, si ndio? Hiyo ni simu ya mke wangu, tafadhali nakuomba sana nipatie hiyo simu, Rozane. Sebastian aliongea kwa sauti ya chini, macho yake yakionyesha huruma. Ndoa yako unaiharibu wewe mwenyewe kwa tabia zako za hovyo. Tena usinitibue, Sebastian. Nitaizima kabisa hii simu isipatikane hewani, uone kitakachotokea. Rozane alijibu huku akimkazia macho Sebastian. Sebastian alitabasamu kwa uchungu na kisha alimgeukia Rozane akamwambia, hivyo una mume kweli? Au unajifanya mkorofi ili kuweza kuficha huo upweke wako? Haikuhusu. Na usithubutu kugeuza mada hapa. Kwanza mwanamke kama wewe mkorofi unaanzaje kuwa na mume? Yaani nani anayeweza kuhimili dharau zako kila siku? Mimi mwenyewe nashangaa jambazi kama wewe unamiliki vipi mke. Kwa kweli namuonea sana huruma huyo mkeo na sijui kama anapata huduma sahihi. Maskini ya Mungu. Koma wewe. Usiongee kitu ambacho ukijui. Unadhani mimi ni kama hao wavulana wako wa mjini hao wanaonukanuka mikojo? Mimi nahudumia vizuri, mke wangu anahudumiwa vizuri, anaishi kama vile malkia, hana shida kabisa, na ninafanya kazi usiku na mchana ili kuhakikisha yeye anafurahi. Kwa muonekano wako huo jinsi ulivyo, yaani unatoa jibu la wazi kabisa ya kwamba wewe hufai kuwa mume. Na usijipambe hapa mbele yangu. Huyo mwanamke ule naye na hisi tu kakuonea huruma. Usije ukawa kibaka huko kwa hamu zako za kimwili na ndio maana kaamua kuwa na wewe. Rozane, unazidi kuvuka mipaka. Vipi imekume? Kwa sababu nimesema ukweli. Hakuna ukweli wowote. Hujui lolote lilo ulisemalo. Na ukiendelea na hii tabia, mimi haki ya Mungu nakuhakikishia, hutopata hata mwanaume wa kuweza kukutia mimba huko kwenu huko Buza. Achilia mbali kuolewa. Utaishia kuwa bibi kizee asiyejua ladha ya mapenzi ni nini. Unaota wewe. Hebu niangalie vizuri. Yaani kwa akili yako mwanamke kama mimi naweza nikapata shida kukosa mwanaume? Mimi natongozwa daily. Yaani kila siku ni swala tu la mimi kuamua niwe na nani. Wewe mwenyewe udenda wa hamu hapo unakutoka, unatamani mimi ndo ningekuwa mwanamke wako. Unatamani huyo mwanamke wako angekuwa kama mimi. Kaa kwa kutulia kijana, upo? Yaani mimi nitamani kuwa na wewe? Labda kama niwe na matatizo ya akili. Sawa? Ila kama niko timamu kiakili zangu kabisa, hilo swala haliwezi kuwa kamwe na halitoweza kuja kutokea. Unasemaje wewe? Una uhakika na maneno yako? Au unaongea tu kufurahisha mdomo wako? Wewe unaonaje? Naam, msikilizaji, kauli hiyo ilionekana kumkera kidogo Rozane. Rozane alisimama na kisha alianza kumsogelea Sebastian taratibu, lakini kabla hajafanya chochote, ghafla simu yake ilianza kutoa mlio wa alarm. Mlio ulikuwa ni mkali mno. Mlio ulikuwa ni wa kutisha na ndipo Rozane alishtuka. Rangi ya uso wake ilibadilika na kuwa nyeupe tii. Babangu yuko kwenye matatizo. Nimeunganisha simu yake na yangu kwa ajili ya dharura. Ikilia alamu hii ina maana kwamba amepata shida au amepoteza fahamu. Alisema hivyo Rozane, na bila ya kuchelewa, wote wawili walinyanyuka kwa kasi na kukimbia kuelekea kwenye parking ya magari. Rozane alikuwa akipumua kwa shida huku akijikwaa mara kwa mara. Walipofika kwenye ile haisi, walifungua milango kwa haraka, lakini hawakumkuta mzee Msafiri. Siti ya nyuma ilikuwa ipo tupu kabisa.
Baba. Rozane alipaza sauti kwa kuita, huku alarm kwenye simu yake ikazima ghafla na kuacha pale kiza kigumu. Sebastian alijawa na hatia na huruma. Alimwona Rozane akianza kutetemeka na kupoteza uwezo wa kufikiri. Ilibidi amwambie, tuliza akili Rozane, tutampata, hatuweza kuwa mbali na hapa. Sebastian alivalia njuga jukumu hilo. Alianza kukimbia huku na huku akipiga kelele akiuliza kama kuna mtu amemwona mzee aliyekuwa anachechemea. Baada ya kuzunguka nyuma ya jengo la mgahawa, walisikia sauti ikikoroma kutokea chooni, na ndipo Sebastian alikimbia kwa kasi mno kuelekea huko. Alipofungua mlango, alimkuta mzee Msafiri. Alikuwa ameanguka sakafuni. Alikuwa amepoteza fahamu, na hii ilikuwa ni mara baada ya kuteleza kwenye sakafu ya choo iliyokuwa ina maji. Sebastian ilibidi apaze sauti kumuita Rozane. Kweli Rozane alifika maeneo hayo. Walimnyanyua kwa haraka wakiwa wamechanganyikiwa. Rozane alikuwa analia huku Sebastian akijaribu kumtuliza na kumbeba mzee huyo kuelekea kwenye haisi yao. Bila kupoteza muda, Sebastian aliendesha gari hiyo kwa kasi ajabu mno kuelekea hospitali ya karibu na pale mjini Morogoro. Ndani ya gari hali ilikuwa ni ya hofu kubwa mno. Rozane alikuwa akimshika baba yake mkono akimwomba mzee Msafiri afumbue macho. Kwa upande wa Sebastian, yeye alionekana kubadilika kabisa. Alikuwa ni dereva mwenye umakini mkubwa mno, huku akimfariji Rozane kwa maneno ya upole, akimwahidi kuwa kila kitu kitakuwa sawa. Lile bifu lao lilikuwa limefutika ghafla. Bifu lilizikwa na uzito wa tukio lile la hatari. Safari yao ya kwenda Iringa sasa ilikuwa imekumbwa na dhoruba ambayo haikuwepo kwenye ramani yao. Sasa hongereni sana kwa kumwaisha hospitalini kwa wakati. Tumemfanyia vipimo vya haraka na kwa bahati nzuri hajaweza kuumia popote. Kupoteza fahamu kumetokana na mshtuko ambao ulisababishwa na kuteleza kwake, na hii pia imesababishwa na uchovu mwingi alionao. Daktari aliongea kwa tabasamu la utulivu mara baada ya kumaliza kumtibu mzee Msafiri. Rozane ambaye alikuwa amesimama karibu na daktari alihisi kama vile amepata pumzi mpya. Machozi yaliyokuwa yakimbubujika yalianza kukauka. Naweza kumwona baba? Daktari alitikisa kichwa kwa upole na kisha akasema hapana. Kwa sasa baba yako amelala usingizi mzito sana kutokana na dawa tulizompatia. Atapumzika hapa na mtaruhusiwa kumchukua kesho asubuhi baada ya kumpa ruhusa rasmi. Daktari akataka kuondoka ili aendelee na majukumu mengine, lakini Sebastian ambaye alikuwa amekaa kando alikuwa anamsubiri daktari huyo. Alimzuia kwa heshima na kisha akamwambia, samahani dokta, sisi ni wasafiri tu tunaelekea Iringa. Huyo mgonjwa na huyu binti ni wateja wangu. Ninauliza kama kesho atakuwa sawa kabisa ili tuweze kuendelea na safari, kwa maana kwamba kila saa inayopita hapa hospitali ni hasara kwangu kibiashara. Kauli aloizungumza Sebastian ilimchokoza Rozane kama vile mshale. Rozane alimtazama Sebastian kwa macho kukemea, akihisi kero kubwa mno juu ya ule ubinafsi wa kijana huyu ambaye alijali fedha zaidi ya uhai wa baba yake. Na hata hivyo, kutokana na mazingira ya hospitalini, huyu Rozane alijizuia kuleta fujo. Daktari ilibidi amhakikishie ya kuwa mzee Msafiri atakuwa imara ifikapo asubuhi, na kisha daktari huyo aliweza kuondoka. Walitoka nje ya jengo la hospitali na kuelekea kwenye bustani tulivu kabisa iliyokuwa ina mti mmoja mkubwa wa mivule. Hewa ya Morogoro ilikuwa ni baridi kiasi, ilikuwa ikivuma kwa upole kabisa. Rozane alionekana kuketi kwenye kiti cha mbao kilichokuwa kipo chini ya mti. Rozane alionekana ni mnyonge, huku kichwa chake kikiwa kimejiegemeza kwenye mikono yake. Huzuni ilimtawala Rozane. Rozane alihisi mzigo mzito wa maisha ukiwa unamwelemea. Kijana Sebastian ambaye hakuwa na mazoea ya kuwa mpole aliketi pembeni yake kwa tahadhari mno. Sebastian alikuwa amebadilika. Ule ukali wake ulikuwa umepungua na badala yake alionyesha utu ambao Rozane hakuwahi kuutegemea kutoka kwa Sebastian. Pole sana Rozane, Sebastian alisema kwa sauti ya chini, sauti iliyojaa hisia kweli kweli. Rozane, mimi sikumaanisha kuonekana kwamba mimi ni mbinafsi pale kwa daktari. Nilikuwa tuna mawazo mengi juu ya safari yetu.
Hujui tu Sebastian, babangu ndo kila kitu kwangu. Mimi na mama tumekuwa tukimlea kwa muda mrefu sana. Hali yake ya kiafya inatutia hofu kila kukicha. Tunamwona akidhoofika, na kila ninapojaribu kumzuia asifanye kazi nzito, anaona kama mwanamke nisiyemwelewa. Sebastian alimsikiliza kwa umakini mno, huku akigundua kuwa nyuma ya ule mdomo na jazba za Rozane kulikuwa kuna moyo uliojaa hofu na upendo mkubwa kwa wazazi wake. Alianza kuelewa kwa nini msichana huyo alikuwa akilipuka kwa kila kitu. Alikuwa akiishi katika hali ya tahadhari ya kudumu. Nisikilize Rozane, mimi hapa sijawahi kufikiria kama wewe una mzigo mkubwa kiasi hiki. Umemlea vizuri sana mzee Msafiri, ana bahati sana kuwa na binti kama wewe. Naam, mpaka hapo Rozane alihisi kuguswa na maneno ya Sebastian. Ule ukuta wa chuki aliyokuwa ameujenga dhidi ya Sebastian ulianza kuporomoka. Uchovu wa safari, msongo wa mawazo na utulivu wa bustani hiyo vilimfanya jihisi mzito kweli kweli. Rozane bila kujijua kichwa chake kikawa kinazidi kuelemewa na usingizi, akajikuta anaegemea kwenye bega la Sebastian. Sebastian alishtuka kidogo, lakini hakusogea. Alibaki tuli, akihisi joto la Rozane likipita kwenye shati lake. Alimtazama msichana huyo aliyekuwa amelala kwa amani kabisa. Ule uso wake uliokuwa una msimamo mkali sana ulikuwa tu umetulia kama vile malaika. Katika mwanga hafifu wa taa za hospitalini, Sebastian aliona uzuri wa kipekee ambao hakuwahi kuutambua hapo awali kwa Rozane. Sebastian moyoni mwake alianza kujisemea, ingawa we binti unakaa mdomo sana, lakini kusema ukweli Rozane, we ni mrembo bwana. Kuna kitu ndani yako kinachonifanya nikutazame tofauti na vile nilivyokutazama mchana pale Buza. Oh my God. Naam, haikupita muda mrefu Sebastian aligundua kuwa Rozane alikuwa amezama katika usingizi mzito kweli kweli. Kwa umakini na upole wa hali ya juu, alimnyanyua msichana huyo kwa mikono yake imara. Sebastian alitembea taratibu kuelekea kwenye haisi yake iliyokuwa imeegeshwa karibu kabisa na lango la hospitali. Alifungua mlango wa nyuma, akamuingiza kwa uangalifu na kisha kamlaza vizuri ili asisumbuke. Aliketi kwenye kiti cha pembeni. Alianza kumtazama binti huyu jinsi alivyoonekana mtulivu na mrembo. Katika gari hilo, gari lililokuwa kimya kabisa, Sebastian alihisi hisia mpya zikimtawala. Alijikuta akifikiria maisha yake yeye mwenyewe, yale ya kupambana barabarani, maisha ya siri na changamoto za ndoa yake. Alihisi kama hii safari ya kuelekea Iringa ilikuwa ikimfundisha kitu kikubwa mno, tena zaidi hata ya udereva. Sebastian alimtazama Rozane tena. Alivutiwa na jinsi kope zake ndefu zilivyokuwa zimetua usoni mwake. Kwa mara ya kwanza tangu waanze hii safari yao ya kuelekea Iringa, Sebastian hakumwona Rozane kama abiria mkorofi, bali kama mwanamke mwenye nguvu ambaye alikuwa akibeba ulimwengu mabegani mwake. Naam, kulipokucha siku iliyofuata, mwangaza wa kwanza wa jua la asubuhi uliingia kupitia kioo cha mbele cha gari lao. Yaani kwa kifupi, walilala kwenye gari. Mwanga huo ulimulika nyuso zao zilizokuwa zimekaribiana sana. Rozane alipofumbua macho, kitu cha kwanza alichokiona kilikuwa ni kifua kipana cha Sebastian kilichokuwa kimefunikwa na t-shirt nyeusi aliyokuwa ameivaa usiku. Rozane alipojaribu kutingishika hivi, alihisi mikono yenye nguvu ya kijana huyo ikiwa imemkumbatia kwa umakini mno, kana kwamba alikuwa akimkinga na ulimwengu wa nje. Lo, hasira ghafla zikamshika Rozane. Hakutafakari mara mbili, akamsukuma Sebastian kwa nguvu zake zote, kitendo kilichomfanya kijana huyo kuruka kutoka kwenye usingizi mzito kwa mshtuko mno. Rozane, nini sasa? Sebastian alifoka, akijaribu kutuliza mapigo ya moyo wake yaliyokuwa yakimdunda kwa kasi mno. Rozane akakaa sawa, akarekebisha pale nywele zake kwa hasira. Uso ulikuwa umekunjamana kweli kweli. Hivyo nani amekupa ruhusa wewe mimi kunikumbatia Sebastian? Mimi ni mke wako mpaka unikumbatie hivi? Au labda ulihisi kwamba huu usiku ni usiku wa mahaba, kwamba una uwezo tu kunikumbatia vile unavyotaka Sebastian? Nani kakupa kibali cha kuushika mwili wangu? Sebastian alipapasa kwanza shingo yake, akiangalia huku na kule kwa mshangao. Hivi wewe mwanamke, mbona wewe hauna shukrani? Mtu mwenyewe unalala kama gari bovu lililofeli breki, unatingishika kama vile tetemeko la ardhi.
Nimekushikilia usiku kucha ili usianguke na ukagonga kichwa chako kwenye kiti. Sasa haya ndo malipo yake, si manake? Yaani umeshindwa hata kusema tu neno dogo asante. Kwenda huko. Huna lolote. Ulitaka tu fursa kunikumbatia, mjinga wewe. Ndio maana nilikwambia wewe hapo hapo ulipo usikute mke wako mwenyewe unatamani awe kama mimi. Kwa hiyo kama kuchukua hii fursa sasa kunikumbatia, si ndio manake? Kijana mkorofi kama wewe. Hivi unajua nini maana heshima mwanamke wewe? Au umezoea hayo mahusiano yako ya hovyo hovyo huko ukaona yalete hapa kwenye gari, si ndio manake? Unazungumzia heshima? Wewe unaizungumzia heshima ndio yule yule alininyang'anya simu yangu kwa nguvu kama kibaka wa mtaani. Hebu acha unafiki wako Rozani. Labda umeipenda hiyo hali na ndio maana umekasirika. Unaogopa kukubali kwamba usiku ulikuwa ni mtamu kuliko vile unavyotaka kukiri, si manake? Usiku wangu ulikuwa wa utamu? Unasingizia utamu? Utamu gani mjinga? Wewe ni kama vumbi la barabarani. Unapita unaacha uchafu, alafu unaondoka. Yaani usijidanganye eti kwamba unanijua sana. Vumbi la barabarani, au sio? Hilo vumbi hilo unalolizungumzia wewe ndilo lililokubeba usiku kucha ulipokuwa unapoteza fahamu kwa uchovu. Vumbi hilo hilo ndilo ambalo linakupeleka wewe Iringa. Sijui kuna binti mwenye jeuri ya kijinga kama wewe. Hivi unafikiri dunia hii wewe hapo unahisi kwamba kila mwanaume basi kwenye hii dunia akikugusa wewe basi anania mbaya, si manake? Pole sana, mimi sio mmoja wa hao wavulana ambao unawawazia. Hao wavulana wako waliokutana nao kwa mjini hao, wasiokuwa na maisha, sio mimi. Yaani usidhani kwamba kila mwanaume anakutaka wewe. Wewe kwa uzuri gani unaomba mpaka mimi nikutake wewe? Yaani wewe mwili wako una thamani gani kwamba wewe, yaani kwamba nikikushika basi ndio nijisikie faraja? Una kipi? Hujui chochote kuhusu mimi wewe Sebastian. Ujinga wako wa kutokuwa na leseni, ulevi wako wa sigara, na sasa hii tabia yako ya kujifanya eti mtakatifu ni vitu ambavyo vinanichukiza mno. Sipo hapa kutafuta mchumba, unanielewa eh? Niko hapa kumpeleka baba yangu shamba. Masuala kunishika mimi nikiwa nimelala si mind. Kwa nini nikakwambia hapa mimi natafuta mchumba? Wewe vipi? Nisikilize Rozane, mimi na mke mzuri humfikie hata kwa chembe moja. Tuliza kwa mdomo kako. Sawa Rozane? Mimi na pisi kali. Wewe unaingia hata mara 10. Mcheke mimi nenepe mimi. Kwa mke gani wewe unayemwongelea hapa? Huyu aliyekauka kama ukuni wa jikoni au? Rozane alisema huku akimuonesha Sebastian picha ya mwanamke kutoka kwenye simu ya Sebastian. Rozane, ina maana wewe ulikuwa unakagua picha za kwenye simu yangu, si ndio? Ndio maana yake. Nani aliyekutuma usiweke password? Rozane yeye hajakaa sawa. Unajua nimekuwa mpole kwa sababu wewe ni mwanamke, lakini kama nikiamua kutumia nguvu madhara yake yatakuwa ni makubwa mno. Utanifanya? Utanipiga? Nipige. Nipige, wewe si mwanaume kweli, nipige. Hivyo unajiamini nini wewe? Wewe nipige kama unaweza, nipige. Sebastian alibaki hoi. Pamoja na ugumu wake bado alishangaa sana ujasiri wa Rozane. Akiwa hajui kama mpige au la, ghafla sauti ya mzee Msafiri aliyeingia ndani ghafla ndani ya gari hilo akasema, "Hivi nyie, lini nyinyi mtaacha kugombana? Yaani tokea tunaanza hii safari kutoka Dar mpaka tunafika hapa Morogoro, nyinyi muda wote ni kugombana. Kwa nini mnakuwa hivyo? Hamuoni aibu kutumia nguvu zote hizi kwa mambo ya kijinga kama hayo?" Baba, upo sawa? Baba, unajisikiaje kwa sasa? Baba, mimi nilikuwa na hofu sana ulipozimia kule chooni. Msafiri alimwangalia binti yake kwa upole na kisha akamgeukia Sebastian. "Nipo vizuri kidogo, shukrani kwa Mungu na nyinyi kwa kunikimbiza hospitalini. Lakini kiukweli sipendi hii vita yenu ambayo haina hata sababu ya msingi. Nikiwauliza nyinyi mnachogombania ni nini, mnaweza mkaniambia? Sasa kama mmenielewa, naombeni tuendelee na safari." Rozane
Alijaribu kuzuia machozi ya kero. Baba, huyu kijana ni mtihani sana kwangu. Hatuelewani hata kidogo. Ebu nenda kalipe bili ya hospitalini kule, afu kisha uje tuondoke. Mzee Msafiri alimwamuru kwa sauti isiyopingika. Alijitupa kwenye kiti cha nyuma na akafunga milango yake. Rozane alimwangalia Sebastian kwa dharau ya mwisho. Rozane alichukua pochi yake na kisha alitoka kwenye gari hiyo kwa hatua za haraka kwa ajili ya kwenda kulipia bili. Sebastian alibaki ndani ya gari. Alikuwa akimfuatilia kwa macho binti huyu huku akijishika kifuani mwake. Sebastian alihisi bado joto la Rozane linafanya kazi kwenye ngozi yake. Alijua safari ya Iringa haitokuwa na amani, lakini kwa namna fulani Sebastian alijikuta akitabasamu tu peke yake. Ile vita yao ya yeye na Rozane ilikuwa ikianza kuwa na ladha ya ajabu ambayo hata yeye mwenyewe Sebastian alikuwa anashindwa kuielezea. Baada ya dakika kama 4 mpaka 5 za uvumilivu uliokuwa umetawaliwa na ukimya mzito, Rozane alirudi akitokea katika ofisi ya mapokezi ya hospitalini. Uso wake Rozane ulikuwa umetulia, ingawa macho yake bado yalikuwa na hasira na Sebastian. Rozane alipanda kwenye gari bila kusema neno. Alijifunga mkanda huku akiwa anatazama nje ya dirisha kuelekea lile anga la Morogoro lililokuwa limeanza kuchangamka kwa harakati za asubuhi. Safari ilianza. Maneno ya Mzee Msafiri yalikuwa yameacha athari ya kudumu. Ndani ya gari unaambiwa kulikuwa kuna utulivu wa ajabu. Sio Rozane wala sio Sebastian aliyethubutu kumchokoza mwenzie. Ilikuwa ni kama vile walikuwa wameingia mkataba wa kusitisha mapigano. Sebastian aliukanyaga mguu kwenye mafuta, akaiendesha gari kwa ustadi wa hali ya juu, akili yake ikiwa imegawanyika kati ya barabara na yule msichana aliyeketi pembeni yake, ambaye harufu yake ya marashi hafifu ilikuwa ikichanganyika na harufu ya ngozi na viti vya gari. Walipoingia katika eneo la hifadhi ya taifa Mikumi, mazingira yalibadilika ghafla. Miti mirefu ya miombo ilianza kupishana na anga la bluu ilionekana pana zaidi. Na hapo ndipo Mzee Msafiri ambaye alikuwa ametulia kimya tangu alipoondoka hospitalini kule Morogoro, alitazama nje kwa macho yaliyokuwa yakimetameta kama matumaini ya mtoto mdogo. Msisimko wa asili ulimzidi mzee huyu. Sebastian, vipi kijana wangu? Mzee Msafiri alivunja ukimya. Sauti yake ilikuwa ina mdundo wa hamu. Unaonaje kama tukipitia Mikumi kidogo tukatalitali? Moyo wangu unaomba japo hilo jambo bwana. Kabla Sebastian hajafungua mdomo wake, Rozane akadakia kwa kusema, baba, usipange safari juu ya safari. Safari yetu ilikuwa sio kuja Mikumi. Bajeti yetu ni ndogo sana. Na unajua unavyotakiwa kuwa makini na afya yako baba. Sio sawa kwako kupoteza nguvu huko mbogani. Mzee Msafiri akatazama nje na kisha alimgeukia binti yake kwa macho yaliyojawa na hekima nzito mno. Upo sahihi sana binti yangu. Lakini ukweli ni kwamba kwa umri nilionao sasa hivi, kila kitu kwangu ni kama vile kinaniaga. Sina uhakika wa kesho yangu. Sina uhakika wa kuishi mpaka mwaka mwingine. Naomba walau nishuhudie viumbe wa Mwenyezi Mungu kwa mara ya mwisho. Sidhani kama nitakuwa na nguvu za kuja tena huko. Rozane alishindwa kusema neno. Maneno ya baba yake yaligusa mahali pabaya mno moyoni mwake. Nakuelewa baba, lakini utalii ni gharama, na isitoshe huyu dereva wako hana ubinadamu. Akiendelea kuona tunazidisha siku hapa, atataka pesa zaidi baba kuliko ya ile ambayo tumemkodi. Sebastian alicheka kwa sauti ya chini, sauti iliyokuwa ina mvuto wa kiume, na kisha Sebastian akasema, hapana bwana Rozane. Mimi siwezi kuwatoza gharama kubwa zaidi. Labda nilionekana sina ubinadamu hapo awali, lakini mimi sio mnyama. Kama baba anataka kutalii, acha tuende. Na kuhusu gharama, kwa Tanzania bei ni rafiki sana. Sio kama zile wanaotozwa wazungu kutoka nje. Watu wengi wanajiofia tu bila sababu, wakidhani kwamba kuingia mbugani labda ni gharama kubwa sana. Twende mwenyewe ukajionea. Rozane alimwangalia Sebastian kwa shaka, akitafuta uongo usoni mwake, lakini aliona ukweli mtupu. Una uhakika Sebastian hutotuongeza hela? Ndio. Okay, sawa, geuza gari twende. Sebastian aligeuza gari, akachepua kuelekea mahali ilipokuwa hifadhi ya Mikumi.
Baada ya mwendo mfupi, walipokelewa vizuri katika kambi ya utalii iliyokuwa iko ndani ya hifadhi. Kila mmoja alipewa chumba chake, nyumba ndogo za miti zilizokuwa zikitoa mtazamo wa moja kwa moja wa nyika. Ilipofika majira ya saa 9 hivi alasiri, gari maalum la wazi la utalii likawachukua. Ndani ya mbuga, unaambiwa ulimwengu uliotuzunguka ulikuwa wa kichawi. Tembo walikuwa wakila majani kwa utulivu, twiga wakipita kwa madaha na swala wakikimbia kwa kasi ya ajabu. Rozane, ambaye hapo awali alikuwa amekunja uso, alijikuta anasahau dunia yake ya presha. Alijikuta akicheka kwa sauti pale kundi la nyani lilipomnyang'anya tunda mmoja wa watalii wa pembeni. Katika hiyo safari ya gari, walinjoy. Sebastian alikuwa akikaa nyuma ya Rozane na mara nyingi alikuwa akimkodolea macho, si kwa dharau tena, bali kwa kustaajabu uzuri wa huyo binti. Rozane alikuwa ni mzuri kusema ukweli. Jua la jioni lilipokuwa likipiga kwenye ngozi yake, ngozi ya maji ya kunde, Rozane alionekana kama vile malkia wa nyika. Upepo ulikuwa ukichezea nywele zake bana, na kila alipokuwa anageuka kutazama mandhari, Sebastian alihisi moyo wake ukidunda kwa kasi isiyokuwa ya kawaida. Rozane, tazama kule. Sebastian alimsogelea, sauti yake ikiwa iko karibu sana na sikio la Rozane. Tazama jinsi jua linavyozama nyuma ya milima. Hilo ndio jambo pekee ambalo huwezi kulinunua kwa pesa. Maneno ya Sebastian ilimfanya Rozane ageuke, macho yao yakakutana. Dakika chache wakawa kama ameganda hivi. Kelele za wanyama na mwendo wa gari zikaongezeka kupotea. Kulikuwa kuna mvutano wa umeme kati ya Rozane na Sebastian. Walibaki wanatazamana tu, na Rozane hakumwambia kitu. Hakumwambia Sebastian akae mbali kama alivyokuwa akifanya hapo awali. Badala yake, Rozane alijikuta na tabasamu kidogo, tabasamu ambalo lilikuwa ni tabasamu la aibu, tabasamu ambalo lilimfanya Sebastian ajihisi kama mshindi wa vita kubwa mno. Ni kweli, Rozane alijibu kwa sauti ya chini. Hii sunset inavutia sana kuitazama. Sebastian alitazama uso wa Rozane na kisha akatazama ule utulivu wa mzee msafiri aliyekuwa akifurahia maisha yake. Aligundua kuwa safari hii ilikuwa imeanza kubadilisha kila kitu. Ule uadui uliokuwa kama ukuta wa zege sasa ulikuwa ukifumuka taratibu, na ukawa unaacha nafasi kwa kitu ambacho kilihitaji muda kueleweka. Safari hiyo ya Mikumi haikuwa tu ya kuangalia wanyama, ilikuwa ni safari ya kuanza kuelewa mioyo yao wenyewe, kati ya Sebastian pamoja na Rozane. Sebastian aliendelea kumtazama Rozane, akijiuliza kwa nini alichukua muda mrefu sana kugundua kuwa nyuma ya ile jeuri kulikuwa kuna mwanamke ambaye angekubali kwenda naye hata mwisho wa dunia. Basi bwana, ilipofika usiku, kijana Sebastian alionekana kukosa kabisa usingizi. Aliamua kutoka nje ya kibanda chake. Alisimama kwenye eneo la wazi akitazama anga lililokuwa limejaa nyota nyingi zilizokuwa zikimetameta kama vile almasi. Alipokuwa akitafakari maisha yake, kijana Sebastian, sauti ya nyayo kwenye nyasi kavu ilimfanya geuke nyuma, na ndipo alipomshuhudia binti wa kuitwa Rozane alikuwa akija kuelekea alipokuwa amesimama. Rozane alikuwa amejifunga vazi jepesi la usiku la rangi ya kijivu lililokuwa limetolewa na uongozi wa kambi hiyo. Mwangaza hafifu wa mwezi ulimulika uso wake, ukimfanya onekane kama taswira ndogo iliyovuka mipaka ya uhalisia. Sebastian, mbona hujalala? Rozane aliuliza kwa sauti laini, huku akivuta kiti kidogo cha mbao na kisha akaketi pembeni ya Sebastian. Sebastian kwanza alitabasamu, tabasamu lile la kisirisiri ambalo lilimfanya Rozane ahisi moyo wake kama vile ukipiga kwa kasi isiyokuwa ya kawaida. Nyota hazilali, Rozane. Na unapoona nyota kama hizi, usingizi unakuwa ni adhabu kubwa mno. Unajua nyota hizi zina siri nyingi sana kuliko binadamu wote walio chini ya anga hili. Rozane alicheka kidogo, akitoa sauti iliyokuwa ina ladha ya utani. Sebastian, umekuwa mtaalamu wa maneno Mbona mchana ulikuwa unajibu kwa ukali kama vile mbogo? Sasa hivi unataka kuniaminisha kwamba wewe ni mshahiri, sivyo? Sebastian aligeuka kumtazama Rozane, macho yake yakitafuta kila mstari wa uso wa Rozane. Rozane, watu wanabadilika, Rozane.
hasa wanapokuwa ni watu sahihi karibu yako. Lakini naomba uniambie, nini kimekufanya ushindwe kulala? Nawaza kuhusu safari na kuhusu maisha pia. Na mbona mke wako hajapiga simu tangu tuingie Mikumi? Au huwa huna kawaida ya kuongea naye usiku ukiwa kwa safarini? Mke wangu, unajua Rozane, mara nyingine tunabeba majina ambayo hayana uzito tena. Kiufupi mimi sina mke kwa sasa. What? Sasa na yule ulomsave kama my wife kwenye simu yako ni nani? Au unanidanganya ili kujitetea kwa yale mabishano yetu ya jana? Alikuwa mke wangu, lakini ni zamani. Ila sasa hivi hayuko tena. Tuliachana muda mrefu kidogo uliopita. Hatuna mtoto. Hakuna kitu ambacho kinatuunganisha baina yetu. Tumebaki kuwa watu wawili tuliowahi kupendana, lakini tukashindwa kwenda pamoja. Sasa kwa nini bado unamsave my wife kwenye simu yako kama mmeachana muda mrefu? Rozane aliuliza hilo swali, sauti yake ikiwa imejaa shauku ya kike. Sebastian alitazama juu, alikuwa akitafuta jibu kwenye anga lisilokuwa na mwisho. Unajua, hata kama nikifuta namba yake kichwani mwangu bado ipo. Ni kama kovu la kidonda cha zamani. Huwezi kuliondoa kwa kufuta jina. Niliacha tu, labda ili nikumbuke kwamba mapenzi yana gharama zake. Rozane alimchungulia Sebastian, akiona upande mwingine wa kijana huyo, upande uliokuwa na chembe za maumivu. Inaonekana huyu mwanamke amekutenda sana, eh? Au yeye ndo sababu ya wewe kuwa hivi ulivyo sasa, mwenye kiburi na mkorofi? Hapana Rozane, ni maisha tu. Rozane, unajua sote tunapitia kwenye moto ili tuje kuwa dhahabu. Lakini vipi kuhusu wewe? Sitaki kuamini kuwa mwanamke mrembo na mjanja kama wewe, alafu bado still uko single. Nani mimi? Unajua Seba, wewe sio mtu wa kwanza kuniuliza hilo swali. Watu wengi huamini kwa jinsi nilivyo, mwenye msimamo na kazi nyingi, ya kwamba labda nimeolewa au nipo kwenye uhusiano sugu, lakini bado, ingawa mimi nina mpenzi tayari. Okay. Wow. Kiukweli huyo jamaa atakuwa na bahati sana kwenye hii dunia. Kwa nini? Kwa sababu anamiliki mwanamke mwenye sifa zote. Yaani inamaanisha anamiliki mwanamke mpole, mkarimu, mpambanaji wa maisha, lakini pia kivuruge wa kutisha anapopata kero. Wewe Seba, mimi sio kivuruge bwana. Ni vile tu umeanza kwa kunikera kuanzia kule Buza. Mimi kama ungenianza vizuri, labda usingeniona hivyo. Nimeanza vizuri sasa, si ndio? Naam, Sebastian aliuliza, sauti yake ikiwa imepungua, ikikaribia kuona hisia kali mno. Rozane alisimama akitaka kuondoka kabla hali haijawa tete. Labda umeanza kubadilika. Rozane alimwangalia Sebastian kwa mtazamo mmoja wa mwisho, na kisha alimtania. Lala vizuri, jambazi wa Mikumi. Usije ukaota ndoto za mchana kuhusu my wife wako kwenye simu. Sebastian alimwangalia Rozane akiondoka, akihisi utupu ghafla pale alipokuwa ameketi, na ndipo Sebastian alijisemea moyoni, mwanamke huyu ni hatari kwa afya moyo wangu. Usiku huo uliendelea, lakini Sebastian, nyota hazikuwa tena siri, zilikuwa ni mwongozo wa kitu kipya kilichoanza kuchipua ndani ya moyo wake kwa ajili ya Rozane.
Kulipokucha asubuhi na mapema, walidamka na kuendelea na safari yao ya kuelekea Iringa. Kwa kuwa tayari walikuwa wameshakaa njiani kwa siku 2, walitaka kuhakikisha ya kwamba siku hiyo wanafika Iringa. Ndani ya gari, hali ilikuwa ni ya amani ya ajabu. Ile dhoruba ya maneno ilikuwa imetulia kama vile bahari baada ya tufani. Sebastian alikuwa akitabasamu tu peke yake, na Rozane aliyekuwa amekaa kiti cha mbele alijikuta akimtazama Sebastian kwa macho ya siri. Alishangaa ni vipi mwanaume huyo aliyemchukia hapo awali alianza kuonekana mwenye mvuto kiasi fulani kwake. Sebastian alikanyaga mafuta ya kutosha. Alitaka kufika Iringa kabla jua halijazama. Walipokaribia mlima Kitonga, ule mlima ambao ni kama lango la kuingia nyanda za juu kusini, upepo baridi ulianza kuvuma ukileta harufu ya mvua za mbali. Ghafla kwenye kioo cha pembeni, Sebastian aliona mwanga wa bluu na mwekundu ulikuwa ukimulika. Pikipiki ya polisi wa usalama barabarani ilikuwa ikiwafuata kwa kasi mno, ikitoa ishara ya kusimama. Na hapo ndipo moyo wa Sebastian ndipo ulipoanza kumwenda mbio. Badala ya kupunguza mwendo, Sebastian akakanyaga mafuta. Rozane kwanza akashtuka, akamwambia, "We Sebastian, simama. Huyo polisi anatuita." Sebastian hakujibu, alijikunyata kwenye usukani, macho yake yakiwa yamefumbuliwa kwa umakini wa hatari. Kwa kasi ya ajabu, alichepua ghafla na kuingia kwenye barabara nyembamba ya vumbi iliyoelekea kwenye vijiji vya ndani. Gari lilianza kurukaruka mashimo, vumbi zito likafunika kila kitu nyuma yao. Sasa Rozane ilibidi amuulize Sebastian, "Sebastian, unafanya nini?" Rozane alipiga zile kelele, akijishika kwenye kiti kwa hofu. Akamwambia Sebastian, "Baba anaumwa, lakini gari linamfanya apate maumivu makali, simamisha bana." Mzee Msafiri kule nyuma alikuwa akikohoa mfululizo, mwili wake ukiyumbayumba huku na kule, lakini Sebastian alikuwa ni kama mtu aliyepagawa. Aliendelea kukimbiza gari kwenye hiyo njia ya vumbi mpaka walipofika eneo lenye poli nene, mbali kabisa na barabara kuu. He? Why? He? Msikilizaji, kwa nini Sebastian afanye hivi? Yaani kwa nini kabadilisha mpaka uelekeo wa njia kuelekea Iringa? Lo, bado mimi na wewe hatujui msikilizaji ni kwa nini Sebastian kafanya hayo yote, lakini katika sehemu inayofuata, yani inamaanisha sehemu ya 3, tutapata kujua ni kwa nini Sebastian kafanya hivyo. Lakini pia, je, ni salama kwao au inakuwaje? Sebastian ni nani na kwa nini amekuwa akiogopa sana mapolisi? Bwana, tukutane katika sehemu inayofuata. Langu jina naitwa Uncle J Simulizi. Mzigo mtamu umetayarishwa na kuandaliwa na Said JR.